Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, karibu katika habari na uchambuzi. Siku ya leo hapa studio siko peke yangu, nipo na wachambuzi wangu nguli ambao tutashirikiana mwanzo mpaka mwisho na bega kwa bega kwa habari ya uchambuzi. Leo tutachambua habari ya uchaguzi mpya au uteuzi mpya wa mtoto wa rais Ilani. Na kama tutaendelea mbele zaidi, nitaanza na mkono wangu wa kushoto ajitambulishe, kisha tutaendelea zaidi mbele. Karibu. Asante. Kwa majina yangu naitwa Justin Anthony Kashirika, mchambuzi mbobevu wa siasa, uongozi pamoja na historia. Karibu. Naam, majina yangu naitwa Alex George Mwamtobe, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ndani na nje ya nchi. Vile vile ni mchambuzi mbobevu wa masuala ya vita vya kimkakati. Nitaanza moja kwa moja kwako Mheshimiwa Alex Mwamtobe. Naam, je, kuteuliwa kwa mtoto wa rais wa Ilani aliyefariki ishara ya kuendeleza urithi wa familia au ni changamoto kwa demokrasia ya Ilani? Kitaalamu kwamba Ilani wamepita kwenye wakati mgumu baada ya kiongozi wao ambaye amedumu kwa miaka mingi kidogo, kiasi kwamba vizazi vingi vilizaliwa vimemkuta yeye ndiye kiongozi yuko pale toka mwaka 1989. Ayatollah Ali Khamenei alikuwa ndo akaingia madarakani, nafikiri mpaka sasa 2026 ni miaka mingi kidogo. Kwa kuna vizazi ambavyo vimezaliwa pale mahali havijashuhudia kuona kiongozi mwingine zaidi ya yeye. Na kama tulivyozungumza miaka yote kwamba mpaka wamemteua kiongozi, yule ni kiongozi ambaye ni kiongozi wa kidini. Ieleweke kwamba pale Irani panakuwa na rais wa nchi. Lakini rais wa nchi anakuwa hana nguvu, sio mtu wa mwisho kama alivyo mataifa mengine, kama ilivyo Tanzania, Kenya na mataifa mengine, kwamba rais ndio mtu wa mwisho. Sasa pale Irani kunakuwa na rais, lakini kuna huyu ambaye ni mkuu wa dini. Niliwahi kuzungumza siku moja hapa nikiwa kwenye mic nikasema neno Ayatollah maana yake ni kiongozi wa dini. Kwa hiyo baada ya kuuawa baba yake, lakini sio baba yake tu, kauawa mama yake pia. Sio mama yake tu, mke wake pia kauawa. Huyu ni mtoto wa pili wa Ali Khamenei. Huyu naye ni Ayatollah Mataba ni mtoto wa pili. Kwa hiyo baada ya kuangalia, baada ya wale watu ambao wamepewa jukumu la kuteua, ambao nilizungumza siku moja kwamba ni timu ya watu usiopungua 80, wakaangalia nje ndani, wakaona huyu ni mtu ambaye ana misimamo sawa na baba yake, na wachambuzi wengine wanasema huyu misimamo yake inazidi hata ya baba yake. Lakini wakaenda ndani zaidi kimkakati wa kivita, wakaona kwamba huyu anaweza akawa na uchungu zaidi, kwa sababu tayari kapoteza baba yake, tayari kapoteza mama yake, tayari kapoteza mke wake. Kwa hiyo kwenye mkakati wa kivita anaweza kawa hana cha kupoteza. Kwa hiyo ni rahisi kwa huyu wakati mgumu tulionao, tukimpa hii nafasi huyu anaweza akawa na jukumu la kulipa kisasi, kwa sababu tayari ana hasira za kuondokea na wapendwa wake. Lakini ni Ayatollah naye ambaye anaimeza dini, ukiacha hivyo pia ana misimamo kuliko baba yake. Okay. Sawa. Kwa upande wako kaka Justin, nisoma nielezeaje? Kitu cha msingi nafikiri mchambuzi mwenzangu ameshazungumza vizuri. Mojtaba ni kama alivyosema, ni mtoto wa pili wa Ayatollah Ali Khamenei, umenielewa? Lakini pia ni mtu ambaye ukifuatilia amemeza tayari dini, amemeza dini ya Kiislamu, alafu amefunzwa chini ya babake Ayatollah Ali Khamenei. Kosa ni mtu ambaye kuteuliwa kwake ama kuchaguliwa kwake wanaimani kabisa kwamba ameiva. Na katika hotuba yake alichokizungumza cha kwanza, amesema kwamba nitahakikisha nimelipiza kisasi kwa wale wote waliohusika na mashambulio haya.
Sawa sawa. Lakini jambo la pili, ameahidi kuendeleza sera za babake Ayatollah Ali Khamenei. Tunaposema Ayatollah, nafikiri ni kiwango cha juu cha dini ya Kiislamu ambacho huko kikuti au semi yote ile. Ayatollah ni kiwango cha juu sana, ni kiongozi mkubwa wa dini ambaye pale Irani maanake ndio ana maamuzi makubwa kuliko rais. Watu watofautishe, wajue Irani pana rais. Unajua watu hawamjui rais, hawajui kwamba kuna rais pale Irani. Tunajua walikuwa wanajua wengi ni Ayatollah, kwa sababu ana mamlaka makubwa. Umenielewa? Kwa sasa hotuba ambayo ameitoa ni kwamba Mojtaba Ali Khamenei, cha kwanza amesema atahakikisha analipiza kisasi, lakini cha pili anataka afunge, ameahidi kufunga mlango bahari, ambao mlango bahari ndipo meli nyingi za mafuta zinapitia pale, ambapo nchi nyingi zinaweza zikaathirika sana, kiwemo Iraq, Pakistan, nchi nyingi saa zote zinaweza zikaathirika, kwa sababu kuna baadhi ya nchi ambazo zinachukua kwenye hizo nchi ambazo zitafanyaje, zitaathirika. Umenielewa? Kwa kuna nchi nyingi ambazo zinaweza zikafanyaje, zikaathirika kupitia hili jambo. Kwa hiyo naamini mimi upande wangu wa kwanza ambao nilizungumzaga, mimi bado nipo sana na Iran. Nipo sana na Iran, na tutashuhudia huyu Mojtaba akitetea wa Iran, akipigania haki zao, akilinda maslahi ya Wairan dhidi ya Marekani, dhidi ya Israeli, dhidi ya dhuluma, kwa sababu pale shida ni dhuluma, hakuna kitu chochote. Babake Ayatollah Ali Khamenei amekufa kwa sababu ya kupigania nini? Unyonyaji. Sawa. Wao watu wa magharibi pamoja na Waisraeli na unyanyasaji. Umenielewa? Lakini pia anaposema mimi nitasimamia kabisa kwamba ile sera ya baba yake ni ule utamaduni mbaya watu wa Marekani. Umenielewa? Hivyo ndio hataki kuibiwa rasilimali kama mafuta. Atakuwa ni mtu ambaye mimi naamini ni mtu sahihi na atafanya mambo makubwa. Sawa. Kwa mtazamo wenu, wananchi wanapaswa kuona hatua hii kama fursa ya uthabiti wa taifa lao au kama hatari ya kurudia makosa ya zamani? Wangu ni fursa. Kwako fursa. Yes, anaposimama mtu kama yule ni fursa kubwa sana, kwa sababu mchambuzi mwenzangu amesema kwamba ana misimamo kuliko hata babake. Maanake hata nyosha mikono kwamba bana mimi njoni hapa nchini fanyeni mnachokitaka, hapana. Ataendelea kupambana. Moja, ana machungu. Sawa. Ni mfiwa alipo, kafiwa, kapoteza baba, kapoteza mama, kapoteza ndugu zake. Kwa hata waliomchagua wale viongozi wale zaidi ya 88 wale ambao wanakaa kuteua, wametupa karata ambao ni sahihi. Sawa. Ndio. Kwa hiyo ni fursa kwangu kwa Iran. Kwa upande wako wewe? Mimi binafsi kwa kuteuliwa kwa Mojtaba kwa huu wakati, Mojtaba Ali Khamenei, sioni kama ni fursa. Sawa. Kwa sababu tayari kaingia kwenye mzozo mwingine. Kwanza ifahamike kwamba siku hiyo aliyoteuliwa, siku hiyo alipigwa. Siku hiyo kateuliwa na siku hiyo alishambuliwa. Kwa mpaka hivi tunavyozungumza, Mojtaba hajatokea mahali popote. Ni kwamba kajeruhiwa, anaendelea na matibabu. Na hata hiyo hotuba hii aliyoitoa, aliyoitoa baada ya siku kadhaa, nafikiri kaitoa ni jana. Hiyo hotuba sio kwamba yeye alionekana kwenye runinga moja kwa moja watu wanamuona. Ni kwamba mtangazaji wa kituo cha runinga kwa niaba alionekana akisoma hiyo hotuba, kitu ambacho wachambuzi wengi wamekuwa na mitazamo tofauti kwamba je, ni ya kwake kweli au kaandikiwa. Lakini kutokana na misimamo yake inaweza kuwa ni sehemu ya hotuba yake, ijapo sauti yake haijasikika, lakini yeye mwenyewe hajaonekana moja kwa moja, kwa sababu mpaka sasa hivi anahangaikia afya yake.
anaumwa kwa sababu alishambuliwa. Kwa hiyo mimi sioni kama akiendelea kusurvive, kwa sababu tayari anateuliwa katikati ya msitu wa vita. Na ilikuwa ni hazina kwamba sasa hivi wangemwacha, kwa sababu ile nchi bado ina rais, ile nchi bado ina mkuu wa majeshi na viongozi wengine na toka amekufa Ali Khamenei vita viliendelea, sio kwamba vilikuwa vimekoma. Kwa wangeacha kwanza hawa waliopo wapambane na vita vikipoa, basi huyu ndo angeweza kumteua. Lakini kama itoshi, huyu ni mtu ambaye pia kawekeza sana nje ya nchi. Yaani majengo yake mengi kajenga nje ya nchi, kajenga Uingereza. Ana majengo mengi sana Uingereza ya kibiashara. Kwa hiyo kama mtu tu ameweza kujenga nje ya nchi, tumeshuhudia viongozi wengi ambao miradi yao huko nje ya nchi, kuna namna fulani wanakuwa wanakabwa kutoa ile misimamo yao mikali, kwa sababu tayari kuna vitu ambavyo wanaona wanaweza kupoteza mali zake nje. Kwa hiyo kwa wakati huu mimi sikuona kwamba inaweza kuwa ni fursa sana kwa watu wa Irani. Nilifikiri wale ambao wapo, viongozi ambao bado wapo, wangeendelea kwanza kupambana. Baada ya hii dhoruba kutulia, hali ya hewa kutulia, basi wangeweza kumteua sasa ili aweze kuwasaidia kuirudisha Irani upya, kuliko huo wakati ambao tayari bado wamemweka kwenye wakati mgumu. Mimi sioni kwamba anaweza kadumu, kwa sababu tayari bado rada za Amerika na Israeli bado zinamwinda. Kwa hiyo muda wote ule linaweza likatokea lolote lile, japo kweli hotuba yake inatoa hotuba nzito kali ambayo Wairani wengi wameweza kuishangilia, kwa sababu bado kaendelea kama alivyozungumza mchambuzi kama kwamba nitaendelea kulipa kisasi, lakini bado kaendelea kuweka msimamo wake wa kuzuia ile mlango bahari meli zisiweze kupita. Na hapa juzi kati kaweza kuwaweka kwenye mtego wa Amerika, kawaambia kuna meli ambazo kaongea nazo kwamba mkitaka mimi niwaruhusu mpite na mafuta hapa, basi mshawishi Amerika aweze kuwasindikiza kama alivyozungumza. Lengo lake ni anajaribu kuweza kuendelea kuzizamisha zile meli ambazo ni za Marekani. Na akatishia pia kwamba nina mabomu ambayo yako kwenye baharini sijayatumia bado. Hayo nikianza kuyatumia maana meli nyingi nitazizamisha. Lakini hicho mimi bado sioni kwamba kinaweza kikamsaidia. Ninaona hatari zaidi ikiwa mbele yake, na pengine Wairani wanaweza kumpoteza kama alivyopotea babake. Sawa. Asante sana. Na je, unaona uongozi wa kifamilia unaweza kuleta umoja na uendelezo wa sera? Uongozi wa kifamilia kwanza sio sera ya dunia ya sasa hivi. Tunachohitaji, unajua, ile akili ya kusema baba kama alikuwa na akili na mtoto anakuwa na akili, haiwezi kawa hivyo. Tunachotaka ni kumtafuta mtu ambaye anaweza kalisaidia taifa, kwa sababu taifa lina watu wengi. Irani ni nchi ambayo ina watu zaidi ya milioni 90. Inaweza kumpata mtu mwingine yeyote mwenye akili zaidi na mwenye misimamo zaidi nje ya familia. Kama nilivyozungumza tu kwamba wale wa Irani au ile timu ambayo imepewa ile jukumu, kitu ambacho wameweza kukiona kwa huu wakati, wao wanafikiri kwamba kwa kuwa huyu mtoto wa Ayatollah Ali Khamenei tayari ni majeruhi, kafiwa, tayari ana uchungu, kapoteza babake, kapoteza mamake, lakini kapoteza mke. Kwa ule uchungu anaona tayari hana cha kupoteza, manake sio rahisi kurudi nyuma. Manake yeye ni rahisi kulipa kisasi, kwa sababu tayari ana uchungu wa kupotelea ndugu zake. Kwa sababu kama babake kafa, mamake kafa, mke wake kafa, kisaikolojia tu yeye tu tayari naye ameisha kufa kisaikolojia. Kwa haoni cha kupoteza, anaweza kufanya chochote kile ili mradi alipize kisasi. Na kiu ya wana Irani ni kuona wanalipiza kisasi kwa Marekani na kwa Israeli. Kwa hiyo tu, hicho tu kimeweza kumpatia upatu kuonekana kwamba huyu mtu anatufaa kwa huu wakati, bila kuangalia kwamba naye anaweza kapotea, ila uchungu tu alionao aliobeba wao wa Irani wameona kabisa kwamba kwa huu wakati atatufaa, kwa sababu atakuwa na kiu ya kulipa kisasi. Amejitoa mwanga. Sawa. Kaka Justin. Naam. Je, unaona uongozi wa kifamilia unaweza kuibua ubaguzi na ukosefu wa uwazi wa kisiasa? Haiwezekani. Ubaguzi wa nini? Kati babake muda wote akubagua watu.
Umenielewa? Sasa niliongea kitu pale mwanzoni kwamba hapa studio kwamba kitu cha kwanza Marekani anapotaka kutawala anawagawanya. Yaani leo inaonekana kama labda kutakuwa ubaguzi fulani utakaotokea kwa sababu tu cha kwanza amewagawanya. Ndio maana tumekuambia wakati amekufa Ayatollah Ali Khamenei, kuna baadhi walikuwa wanafurahia, kuna baadhi walikuwa wanafanyaje, wanaomboleza, lakini idadi kubwa waliomboleza sana. Kwa mimi nafikiri haiwezi kaleta ubaguzi wa namna yote. Sasa huyu jamaa anaongoza toka ameshaongea toka miaka mingi mpaka leo. Umenielewa? Kwa hiyo naamini hakuna ubaguzi wowote. Hizo ni sera za watu wa magharibi wanaoamini akiendelea kwa sababu ya misimamo yake ndio wanawapandikiza watu kwamba ataleta ubaguzi, atazofisha demokrasia, atazofisha nini. Lakini uchaguzi pale Iran unaendelea kama kawaida. Kila mtu ana majukumu yake. Umenielewa? Naam, kwako Mheshimiwa Alex Mwantobe. Alex, je, wananchi wa Iran wanahitaji zaidi faraja ya rais wa baba yake au mabadiliko mapya ya kizazi kipya? Iran wanahitaji mabadiliko ya kizazi kipya. Niliwahi kuzungumza hapa mahali kwamba dunia ya sasa hivi haihitaji uongozi wa aina ya Iran. Hauhitaji uongozi wa kidini. Uongozi wa kidini mara nyingi unafinya demokrasia. Sawa. Unahitaji uongozi ambao utakuwa ni uongozi wa kidemokrasia. Pale Iran wanahitaji wampe nguvu rais wa nchi au ndio mtu wa mwisho katika ile nchi ya Iran. Lakini kama itoshi, wawe na katiba ya nchi ambayo itawapa mamlaka wananchi wenyewe. Nishawahi kuzungumza kwamba Iran mara nyingi yametokea machafuko ni kwa sababu ya misimamo ya kidini. Nikazungumza na mwanadada mmoja ambaye 2022 alisababisha maandamano makubwa baada ya kuuawa pale Iran. Ni kwa sababu msimamo ya kidini kwamba hakuvaa hijabu inavyotakiwa. Ninazungumza kwamba hijabu inavyotakiwa sio kwamba hakuvaa. Manake ingekuwa ni huko Tanzania basi ni wengi wangepigwa kwa sababu wao wanataka vae aonekane macho tu. Sasa yeye huyo hakuonekana macho, alijifunika, sura ikaonekana, hakuonekana macho, alipigwa akauawa. Macho yalionekana na maana alionekana uso mzima. Alionekana uso mzima. Akapigwa akauawa, ikatokea machafuko makubwa, watu wengi sana waliuawa. Kwa hiyo Iran inahitaji kutoka kwenye huo mfumo, inahitaji kutoka kwenye hicho kifungo, kupata mabadiliko mapya ambayo yataruhusu demokrasia, yataruhusu wananchi waweze kujiongoza wenyewe. Kwa sababu kama dunia sasa hivi leo juzi kati hapa kuna askari mmoja amesikika kule Zanzibar, tuko kwenye Kwaresima lakini tuko kwenye mfungo wa Waislamu. Akazungumza akasema kipindi kama hiki haitakiwi mtu yeyote awe anakula. Ni watu ambao wana misimamo mikali kwamba yani haijalishi wewe umefunga hujafunga, haijalishi wewe unaumwa si dini nyingine, inatakiwa wenzio akifunga na wewe ufunge. Sasa ni vitu ambavyo kwa dunia ya sasa hivi havitakiwi kuwa huko, kwa sababu itakiwa iruhusu demokrasia. Kila mmoja awe na dini yake, kila mmoja abudu kile anachoona kwamba ni sahihi. Hiyo ni demokrasia. Mwenye kusoma Biblia na kuielewa basi asome, aielewe, abudu Ukristo. Mwenye kuabudu Buddha, ndio maana kuna mahali pengine kila mmoja, mfano kama Tanzania, kila mmoja anaabudu ambacho kile yeye anaona ni sahihi na maisha yanaenda. Kwa hiyo Wairani wanapaswa kutoka kwenye ule mfumo wa misimamo mikali, waingie kwenye mfumo ambao ni wa kuruhusu kila mmoja aweze kukifanya kile ambacho yeye anafikiri ni sahihi, ili mradi avunji maadili ya nchi au avunji katiba iliyopo kwenye hiyo nchi. Naam, asante sana. Naam. Kaka Justin. Naam. Na ni athari gani kisaikolojia na kijamii kwa taifa linapomwona mtoto wa rais aliyefariki akichukua nafasi ya baba yake? Wewe hili jambo unadhani lina athari gani? Nafikiri kila nchi ina utaratibu. Okay. Ina utaratibu. Umenielewa? Kwa mfano ukienda kwa pale Botswana kuna mtu mmoja anaitwa King Mswati. Sawa. Ile nchi inaongozwa kifamilia. Akitoka huyu anaingia huyu. Umenielewa? Kwa sasa hatuwezi kutaja habari ya kwamba kuna athari gani
kuna athari gani kwa nchi kuwa na uongozi ule wa kifamilia? Kwa hiyo nchi bana zina utaratibu, zina kanuni. Umenielewa? Sawa sawa. Kwa hiyo sio nchi tu ya pekee, sio Irani peke yake. Ni utaratibu na namna walivyoiunda nchi yao. Labda wao wakiamua kuingia kwenye mabadiliko mengine, na ndio maana wanapokea akitoka familia na atakapotoka huyu Mojtaba. Usije ukashangaa labda akauawa, wakaangalia tena ni nani ambaye yupo katika familia yao ambaye anaweza akashika hiki kijiti. Kwa hiyo ni utaratibu ambao huo tuachie nchi yao. Kuna maana hamna athari. Hakuna athari kama wao walishajitengenezea utaratibu, hakuna athari. Sawa sawa. Sisi tutaoneje athari wakati wao wamejitengenezea katiba yao? Kama sisi hapa Tanzania tuna katiba yetu. Okay. Kwa hiyo vitu kama hivi vinawezekana. Umenielewa? Angalia nchi nyingi, angalia pale hapa Korea. Umenielewa? Huyu bwana anaandaa mtoto wake wa kike kila siku tunamuona na wanamuonyesha kabisa. Umenielewa? Kwa hiyo issue ya kwamba kuna athari inakuja pale mnapokanyaga katiba. Unanielewa? Pale athari ndipo inapokuja, lakini kwa sheria zao na nchi yao ni kitu cha kawaida kulingana na miongozo yao ya kidini, kulingana na miongozo yao ya nini? Ya sheria za kwao wa Irani. Kwa ni kitu cha kawaida, ni kitu kizuri ambacho hakina athari yoyote. Ila ungekuwa na kanyaga ya katiba, hapo ingekuwa ni athari. Kwa hiyo sioni athari yoyote kuchagua kiongozi, kuchagua mtoto wake, kumweka wapi kuwa nani, kuwa tena kiongozi mkuu nini wa Irani pale. Unanielewa? Mbona tunaona hata katika nchi zetu za Kiafrika unakuta mtoto wa rais ni general kama pale Kaguta Museveni, kuna athari gani? Amna. Ni vitu vya kawaida. Sawa sawa, asante sana. Katika swali la hitimisho ndakutoka kwa kaka Alex. Je, rais mpya ana nafasi ya kuonyesha dira yake binafsi bila kufunikwa na kimvuli cha baba yake? Kwanza nafikiri swali umeweka vizuri. Hiyo sio rais. Ile ni mkuu wa dini. Mkuu wa dini au mkuu wa nchi. Sawa sawa. Kuna mawili, unaweza kutumia mkuu wa dini au mkuu wa nchi. Pana rais pale kama tulivyozungumza mwanzoni. Irani wana rais. Yule rais huwa anachaguliwa kila baada ya miaka 4 ambaye anachaguliwa pamoja na wabunge wa ile nchi. Kwa hiyo wana uchaguzi ambao wao wanafanya kila baada ya miaka 4. Lakini huyu tunayemzungumza Mojtaba au Ali Khamenei, mkuu wa dini au Khomeini, kwa sababu tayari imeongoza mpaka sasa hivi tunazungumza, imeongozwa na watu watatu. Mtu wa kwanza kabisa ambaye alipindua ufalme ambao ulikuwa pale aliitwa Khomeini, Ayatollah Khomeini, ambaye aliingia yeye mwaka 79, ambaye baada ya kuingia nishawahi kuzungumza siku moja hapa kwamba baada ya kuingia tu alisababisha vita vikubwa kabisa kati ya Irani na Iraki. Ilitokea vita vikubwa ambavyo walipambana zaidi ya miaka 8. Ndipo akaingia huyu tunayemzungumza aliyeuawa hapa juzi. Kwa hiyo ni kiongozi wa dini au kiongozi wa nchi ambaye yeye akishapatikana. Leo hii ana miaka 56 kama sijakosea. Mojtaba ana miaka 56. Tafsiri yake kwamba akisalimika kwenye vita ataongoza milele mpaka kufa kwake. Lakini anaongoza milele mpaka kufa kwake, lakini rais huwa anachaguliwa kila baada ya miaka 4. Okay, sawa. Kwa miaka 4. Wao wanafanya uchaguzi kila baada ya miaka 4. Kwa hiyo anachaguliwa kila baada ya miaka 4. Sasa kuingia kwake huyu kwa dini yeye ni milele kabisa. Yeye ni milele. Sawa sawa. Yeye ni milele. Akoe ni zaidi ya rais. Yeye ni zaidi ya rais. Yeye ndio kila kitu pale Irani. Yaani yeye ndio kila kitu pale Irani. Sawa. Yaani yeye ndio anateua kila kitu. Yaani yeye ndio mwanzo mwisho. Yeye ndio mwanzo mwisho. Ndio maana nasema kuna timu ya watu 80 ambayo pale ndio ina nguvu kuliko hata bunge. Kwa hiyo yeye ndio mwanzo mwisho, ndio kila kitu. Sasa kama nilivyozungumza toka mwanzo kwamba Wanairani wanahitaji kutoka kwenye ule mfumo. Wanahitaji, na hata ukiangalia kwamba hivi vita asilimia kubwa kinachopingwa zaidi pale ni ule mfumo. Najua Amerika miaka mingi anajaribu sana kupambana na mifumo. Leo hii amesema nikitoka hapa Irani nitaelekea Cuba. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini Cuba tena? Cuba amekosa nini?
Marekani nishakuzungumza siku moja hapa kwamba yeye ndio kiranja wa dunia. Anaangalia usalama wa dunia. Cuba mara nyingi amekuwa ni mlango sana wa kupitishia madawa ya kulevya sawa na Mexico. Sasa Marekani amekuwa ni mtu ambaye ni kiranja wa kupambana na vita vya madawa ya kulevya. Na amekuwa kitumu sana kwamba Cuba, viongozi wa Cuba wamekuwa ndio washawishi wakubwa sana au wafanyabiashara sana wakubwa wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Marekani anajaribu kuiweka sawa dunia ili dunia isiwe uwanja wa fujo. Sawa. Naam, asante sana. Wapenzi wasikilizaji wa Rama Global popote pale mlipo, mlikuwa na mimi Rebecca Esbon mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki pendwa, na pamoja na Justin Kashirika pamoja na Alex Mamtoba ambao tumeshirikiana bega kwa bega kwa habari ya uchambuzi. Nikutakia wakati mwema na asante sana kwa kusikiliza.